La pili, tuwapongeze sana wachezaji wetu kwa namna ambavyo wamejituma na kuweza kupambana kutogea pointi 3 muhimu kwenye mchezo wa leo. La tatu na la mwisho, niwapongeze sana mashabiki, wapenzi, wanachama na wakereketo wa klabu yetu Young Africans na wapenzi bora kwa mchezo mkubwa ambao wameonyesha leo kwenye mchezo huu. Umekuja kwa namba kubwa sana na wenyewe wamekiri. Hii ndio mara ya kwanza uwanja huu umekuwa full house na watu wengi pia wakitokea nje. Maana yake mchezo ulikuwa na msisimko mkubwa na kila mtu alihamasika aitamani kuja kuziona dasini za leo. Wao wameondoka kupoteza mchezo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na maisha kisasi ni haki. Ali, mmelipa kisasi, lakini kabla mchezo huu maneno yalikuwa mengi sana, ikapelekea kusemekana kwamba quality ya wachezaji wenu sawa na quality ya wachezaji wa Tabora. Hili kwanza nalizungumziaje la quality? Mimi naamini maneno tu hayo yalikuwa ya kuchagiza, kuchagiza mechi, kusherehesha tu. Mtu mwenye akili zake timamu hawezi akafanya kosa hilo la kufananisha quality ya wachezaji wa Yanga na wachezaji wa Tabora United. Wachezaji wazuri, lakini unapozungumza quality lazima kuwe kuna difference. Ndio maana unaweza kukuta kuna Barcelona wana wachezaji wenye quality, alafu kuna Levante wana wachezaji wazuri ambao hawana quality ya Barcelona. Kwa hiyo maneno ya kuchagiza tu ambao sisi kama Yanga tuliyatumia kutumotivate. Tuliyatumia sisi kama motivation na wallahi billahi nilizungumza kwa Kifaransa na Pacome. Nilienda nikajifunza kabisa kwamba huyu kasema wewe huna uwezo. Pacome kakasirika. Akaniambia basi tutakutana kwenye pitch na amekuja kutoa majibu yake, amekuwa man of the match, tunampongeza. Na hii tu sijui ngapi amechukua Pacome, hicho kazi hesabu sasa. Kwa hiyo ni maneno ya kawaida kwenye mpira ndugu yangu. Yes. Nimekutana bwana na mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa kwa Chacha kabla mechi ijaanza pale jukwani. Aliniita tukasalimiana na maneno yake aliniambia ilikuwa ni maneno machache tu. Aliniambia kwanza, mdogo wangu, nakupongeza kwa kazi nzuri uliyoifanya ndani ya mkoa wa Tabora. Kazi ya kuhakikisha mkoa unapata hamasa kubwa kwa mchezo. Umefanya vitu vingi ambavyo hatujawahi kuviona vikifanyika. Timu nyingi zikija hapa, hata timu yao haijawahi kufanya. Tumeweza kumobilize watu wengi kwenye matukio tofauti tofauti. Kwa hiyo ameona impact ya uwepo wa mwenyekiti wa wasemaji hapa na amepongeza kwa hilo. Pia amepongeza kwa namna ambavyo tumefanya hamasa nzuri. Uwanja umejaa kweli kweli. Ameshuhudia hilo mara ya kwanza, nimeona uwanja umejaa, Tabora wamefika kweli kweli. Labda kaniambia yote yaliyotokea ni mambo ya kimpira tu. Nothing personal, mimi nilikuwa nachagiza na wewe umechagiza. Mwisho wa siku mechi imemalizika, nyinyi mmeondoka na ushindi, maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo kiasi Crosby, yale masaa 24 yamefutika. Masaa 24 niliwaambia, masaa 24 ni masaa ambayo alitolewa na comedian. Hapa lakini nasema kesho tutamtafuta kwenye hilo. Yule dada niwaambieni ni comedian mzuri. Na toka siku ya kwanza nilikuwa nawaambia mimi kwa level yangu siwezi kuingia kwenye mjadala na old version namna ile. Ile ni type ya zamani. Yaani sasa hivi dunia kama ipo kwenye flat screen, unamrudisha mtu kwenye TV ya chogo. Sasa mimi kwa hadhi yangu natazama flat screen, nianze kujadiliana na TV ya chogo. Hizo sio level zangu. Ndio maana amezungumza na kipotoshi sasa hapo. Nimesema yani yule kama Tabora wakiandaa Tabora Cheka Festival anaweza kupata akachekesha watu wakapata hela, lakini kwenye masuala hayo ya kutoa amri masaa 24 na nini, masaa si yameisha. Chuma sinipo hapa, sina dunda, sina afya njema, siniko na nuru. Sasa masaa 24 hapa yanazungumza.